Bila shaka wewe ni mzima wa afya na unaendelea vyema kabisa na majukumu yako ya kila leo. Nimekuja kidogo tuzungumze, wakati bado tunaendelea kustruggle na bei ya mafuta duniani. Tathmini zinaonyesha kuwa kwa hali ilivyo mpaka sasa tu ilivyo, dunia inaweza ikabaki kwenye kiwango cha juu zaidi cha bei ya mafuta angalau kwa miaka miwili. Yaani mpaka sasa hii hali ilipo, tunaweza tukawa kwenye kiwango ambacho cha juu ukilinganisha na tulipokuwa kabla ya mzozo kwa takriban miaka miwili mpaka miaka miwili na nusu. Yaani kwa sasa tu tulipo, hatusemi nini kitaendelea mbele. Kama itaendelea mbele zaidi, manake athari inakuwa kubwa zaidi huko mbele. Kwa hiyo mpaka hapa tulipo tunaweza tukastruggle kwenye bei ya mafuta kwa miaka miwili. Yes. Jana website ya Al Jazeera iliandika kuwa Iran ilikuwa imekataa maombi ya ceasefire kwa saa 48. Kulikuwa kuna maombi ambayo yalipelekwa na wawakilishi kutoka nchi fulani kwenda kwa Iran kuwa Marekani anaomba usitishaji wa vita wa saa 48. Hii ni kwa mujibu wa jarida la Al Jazeera au kwa mujibu wa kituo cha Al Jazeera ndio kilisema hivyo. Alikuwa akiomba saa 48. Saa 48 katika muktadha wa mambo mawili ambayo walikuwa wanasema. Ima walikuwa naomba kwa sababu kupisha sikukuu za Pasaka. Sikukuu ya Pasaka ipite. Au waliomba kwa sababu Marekani walikuwa wanataka kufanya uokoaji wa marubani wao ambao ndege zao zilishambuliwa kule Ahvaz, Kazakhstan, upande wa pili wa Iran. Rais Donald Trump alivyokuwa akiongea na vyombo vya habari baada ya kupewa taarifa na Caroline Levitt kuwa ni kweli ndege zetu 2 zimeangushwa, alivyokuwa anazungumza na vyombo vya habari akasema kuwa haijalishi wameangusha ndege zetu, lakini sisi tutaendelea na mazungumzo nao. Bado amekazia pale pale kuwa yupo kwenye mazungumzo na Iran. Bado yupo kwenye mazungumzo na Iran. Sasa kuna hili la jana ambalo lilitokea juzi Alhamis. Irani walitoa taarifa ya kuidungua ndege ya F-15 kwenye mfereji wa Hormuz, sehemu hiyo hiyo ambayo jana walithibitisha waliangusha A-10. Nielewe, juzi Irani walitoa taarifa wakasema tulidungua ndege ya F-15 ambayo ilikwenda kutumbukia moja kwa moja kwenye maji. Marekani wakakanusha ile taarifa kuwa no, hiyo taarifa ni ya uongo na ndege zetu zote zilirejea salama, kwa sababu wanasema sisi tunazihesabu na zilirudi salama. Sio taarifa ambayo Irani walisema. Sehemu hiyo hiyo ambayo Irani walidai kuidungua ndege ya F-15, jana wakaidungua A-10. Jana wakaiangusha A-10 pale pale. Sasa kabla ya A-10 mchana kulikuwa kuna ripoti ya F-35 ambao baadaye ikaja Marekani wakasema ilikuwa ni F-15 baada ya wao kutoa picha ya ya lile bawa la nyuma, lakini walitoa baadhi ya mabaki ya ile ndege wakaonyesha, wakasema kuwa hii ni F-15. F-15 ni 5 generation, unaweza kusema ni ndege ya daraja la kwanza ambayo kwa Marekani na wenyewe wanakuambia hizi ni ndege ambazo hazipatikani kwenye mifumo, yani huwezi kutumia mfumo wa rada kuweza kuiona, yani huwezi kuipata kwenye mfumo. Sasa hao wamedunguaje? Yani kitu kisichoonekana vipi unaweza ukikamata? Kwa hiyo kuna zile simulizi ambazo huwa ninazisema kuwa ni simulizi ambazo zimeandikwa kwenye vitabu ambazo huwa hazina uthibitisho kuwa zina uhalisia kiasi gani. Simulizi hizi zimejikita sana kwenye silaha, hasa silaha za magharibi. Unapewa mfumo wa ulinzi wa anga, unaambiwa huu ni mfumo ambayo hamna kombora lolote litapita, lakini haukujaribiwa popote. Haukufanya majaribio. Unapokuja kukutana na mfululizo wa makombora, ule mfumo unashindwa kufanya kazi. Kwa hiyo ulitengenezwa kibiashara zaidi ili kuwaaminisha wengine kuwa huu ni mfumo bora zaidi ambao unafanya kazi na unaweza kudhibiti kila kitu. Labda jibu linaweza likaja hivyo. Sasa hii kitu ukweli kuwa si sawa. Watu wanaweza kudhani ni sawa. Si sawa. Mambo hayako hayako kwenye mteremko. Yaani mambo hayapo kwenye njia ile ambayo tulikuwa tukiiwaza awali. Underdog
mpaka sasa mechi iko upande wake, tukubali tukatae, hii mechi iko upande wa underdog. Watu wakauliza kuwa imekuwaje mmedungua ndege halafu ndege za Kimarekani zinaonekana zipo kwenye anga yenu? Mimi nitakufahamisha kitu hapa. Iko hivi, Khuzestan, mkoa ambapo Irani ilidai kuidungua ndege ambayo imechanganya kati ya F-15 na F-35. Marekani wanasema F-15, Irani wanasema F-35. Sehemu ambayo ilidunguliwa ni mkoa wa Khuzestan ambako ni Ahvaz, mji wao pembeni huko, kilomita takriban 780 mpaka 800 kutoka Teheran. Huu ni mji wa mpakani, huu ni mkoa ulio mpakani. Mtwara tuseme Bukoba, tuseme Kigoma, halafu hapa ni Dar es Salaam. Sijui umeanza kuelewa? Kwa hiyo Marekani alikuwa anatembea kwenye mkoa wetu wa Kigoma kutokea Burundi, umeelewa? Anatembea kwenye mkoa wetu wa Mtwara kutokea Msumbiji, au alikuwa anatembea kwenye mkoa wa Kilimanjaro kwa kutokea Kenya. Umeiona Dar es Salaam ilipo hapo? Hapa ndio sisi tumewekeza zaidi. Kwa hiyo alikuwa akitembea kwenye eneo ambalo ni kwetu, lakini ni kwenye miji ya mipakani ambako sisi hatujawekeza zaidi huko. Lakini taarifa baadaye zikaja zikathibitisha kuwa zile helikopta 4 zilizoenda kwenye uokoaji zote zilishambuliwa na nyingine imedondoshwa kabisa, ile Hawks yenyewe imedondoshwa kabisa na yenyewe. Kwa hiyo kama picha tulipata, labda ilikuwa picha ya kwanza ilivyopigwa wakati wanaingia na kuonyesha kuwa wapo kwenye hili eneo, wanamsearch yule rubani wao, lakini ikaja maswali kuwa ilikuwaje wao wamempata rubani kabla ya. Narudia kukuambia kuwa hapa Dar es Salaam, kule Kigoma na kule ni Mtwara. Ieleweke, mapilot na marubani huwa wana mifumo maalumu ambayo huwekewa. Inapotokea kitu kama hiki, ajali au nini, wao huwa rahisi kuwasiliana na wenzao kuwajulisha kuwa mimi niko sehemu fulani. Labda itokee tu maybe amekufa au hivyo, lakini akiwa anawajulisha kuwa niko sehemu fulani. Kwa hiyo kuna urahisi wa kumpata mtu anapokuwa kwenye mawasiliano kuliko kumtafuta. Lile eneo ni la milima na majangwa, ni milima mingi ipo kule. Kwa hiyo wale watafutaji wa kawaida wa Irani walikuwa wanatafuta katika analog, umeelewa? Tunamtafuta, yuko wapi? Twende huku, twende huku. Lakini wa Marekani walikuwa wanamtafuta kwa sababu walikuwa wakiwasiliana naye. Nani atawahi kumfikia? Nani atawahi kumfikia? Kwa hiyo unaweza kupata jibu kuwa nani anaweza kuwahi kumfikia na kumpata. Lakini taarifa zinaonyesha kuwa hata helikopta iliyembeba ilishambuliwa. Ukichukua alichokiandika spika wa bunge la Irani, Ghalibaf, imekuja kama dhihaka au kejeli. Anasema kutoka kwenye regime change, sasa hivi wanajadili kuhusu wako wapi mapiloti wetu, marubani wetu wako wapi. Hii ni dhihaka. Ndio maana mimi nimewahi kuambia kuwa hivi sasa nchi ziamue kuitisha, wakae kwenye meza, tukae kwenye meza, tujadili kwenye meza. Tunajadili kitu cha kwanza kabisa kinajadiliwa ni nini? Kuna regime change. Nani atatoka upande wa pili aende akakomandi kuwa tunataka regime change ndani ya Irani? Nani atatoka upande wa pili asema tunataka makombora, tunataka nuclear? Nani? Kila mtu atakimbilia Hormuz. Sasa mjadala uliohama kutoka regime change ukaenda kwenye Hormuz, na sasa wanajadili kuhusu marubani wetu wako wapi. Bado unahisi tunazungumza kwenye hisia gani? Ukitoa hisia utapata jibu kuwa Irani anapigana na superpower walioungana, superpower ambao wameishi bila vikwazo vya aina yoyote, wakitengeneza kila kitu na wakipata usaidizi kwa wote, yani usaidizi wa dunia nzima. Ndege ya F-35 zaidi ya 15% ya malighafi ya ndege ya F-35, yani baadhi ya vifaa vyake vinatengenezwa Uingereza na Netherlands pia wanatengeneza. Kwa hiyo unaweza kuniambia tu kuwa ndege moja ya F-35 ina mchanganyiko wa wazungu kutengenezwa. Irani anatengeneza kipi? Kwa lipi? Kwa nani? Anasaidiwa na nani? Mpaka leo ameshika bomba, mpaka leo
anadungua ndege za daraja la kwanza za Kimarekani, mpaka leo anaweza kuwafanya kuwa hawajavuka mstari kuingia kwake kwa hatua hata kuchukua kijiji kimoja. Bado tufanye nini? Tunamdai tunamdai nini? Kamaliza. Unataka athibitishe kipi? Hivi anayewalazimisha wengine wajiunge naye kwenye vita ni Iran? Kwani Irani hana washirika? Sinafahamika wazi, walikuwa Luteka pale, China alikuwepo, Urusi alikuwepo pale Luteka, wameondoka, Irani kashambuliwa. Kwa nini hakuambia wewe washikaji rudini bana, tayari jamaa wamenivamia huku, nyinyi washikaji rudini? Kwa nini Marekani anawapigia kelele washirika wake wa NATO, mtaona, na kuwatisha na kufanya kama msipokuja kunisaidia? Kama unapata picha gani kichwani? Picha inayokuja kichwani ni ipi kwako, kuwa huyu anawatisha mpaka washirika wake wasipokuja kumsaidia kuwa atadili nao, yani tutavunja na undugu na tutavunja na urafiki kama hamtokuja kunisaidia. Lakini huyu mmoja ambaye ana washikaji zake ambao wana nguvu kuzidi yeye, amekaa kimya, anaambia wewe endeleeni na mambo yenu, nitapigana kwa nafasi yangu, nitapigana, nitajua mpaka mwisho itapokuwa. Bado tunapima uwezo na nguvu. Tunapima uwezo na nguvu. Sasa nimalizie na hiki. Wakati dunia inataka kuifanya, wakati ajenda, naweza kusema ajenda ya Magharibi na Marekani ilikuwa ni Iran kuwa pariah country. Unajua pariah country? Pariah country ni ile nchi ambayo inatengwa, yani kama Korea Kaskazini, kama kwa Afrika, au tunaweza kusema kama Eritrea. Unasema pariah country, nchi ambayo imetengwa, yani ulimwengu hauko nayo, wameamua kuiweka pembeni. Hii kauli ya pariah country aliwahi kuitoa sana, alizungumza Joe Biden wakati wa utawala wake. Wakati wa utawala wake anafanya kampeni ya kuingia yeye na Trump, alisema kuwa nitapokuwa madarakani nitaifanya Saudi Arabia kuwa pariah country, kwa sababu wakati wa awamu ya kwanza ya Donald Trump ndipo kulipotokea kifo cha Jamal Khashoggi. Mnakumbuka, wale wafuatilia habari mnakumbuka, mwandishi wa habari wa The Washington Post Jamal Khashoggi ambaye alikuwa mpinzani mkubwa wa ufalme wa Saudi Arabia aliuawa kwenye ubalozi mdogo wa Saudi Arabia uliopo Istanbul mwaka 2018. Marekani na vyombo vingi vya uchunguzi vikathibitisha kifo chake kilihusishwa na mamlaka, amri kutoka kwa Crown Prince wa Saudi Arabia. Vingi walithibitisha na hata Marekani ikathibitisha. Bunge dogo la Marekani ambalo lilikuwa linaongozwa na Nancy Pelosi wakati huo wakataka kumwajibisha Trump, kwa nini hauchukui hatua dhidi ya Saudi Arabia? Trump akasema hatuwezi kuchukua hatua kwa sababu Saudi Arabia inatupa fedha. Akaweka utu pembeni na haki kwa sababu ya fedha. Sasa Democrat wakati wanaanzisha kampeni, Joe Biden anasema kuwa nitapoingia madarakani tutaishughulikia haki za binadamu za Saudi Arabia na tutaifanya Saudi Arabia kuwa pariah country. Tutaifanya kuwa nchi iliyotengwa. Pariah country. Baada ya kushinda Joe Biden, unakumbuka ziara yake ya Saudi Arabia, mwanamfalme hakumkumbatia, alimgongesha tu hivi kidole, hawakumpa kile Trump alipewa. Na ndio maana wakamhujumu hata kwenye vita ya Israeli na Hamas, kuhakikisha kuwa Democrat hawarudi na Trump atarudi madarakani. Walifanya kampeni kubwa sana kati ya Israeli na Saudi Arabia kuhakikisha kuwa Democrat wanashindwa. Ndio maana hata kwenye yale makubaliano hawakwenda kwenye makubaliano ambapo ya Abraham ambao walikuwa wameyasukuma kwa kiwango kikubwa, kwa sababu hawakutaka kumpa sifa mdemokrati, walitaka wampe sifa alianzisha Abraham ambaye ni Donald Trump. Ndio jibu lilivyokuja hivyo. Sasa Trump wakati anataka kurudi awamu ya pili, yeye lengo lake pia kuhusu Irani ilikuwa ni pariah country, kuifanya nchi ambayo imetengwa kabisa, yani iwe mbali na ulimwengu. Jana unaweza kusema triple veto zilizopigwa kwenye Baraza la Usalama, China, Urusi, Ufaransa, kupinga maamuzi ambayo yalitaka kuchukuliwa kwa ajili ya kuchukua hatua za kijeshi kufungua mfereji wa Hormuz baada ya mswada huu kuwasilishwa na Bahrain ulioungwa mkono na Marekani. Hii ni pigo kubwa kabisa kwenye diplomatic. Hili ni pigo kubwa kwa lengo la Marekani na Israeli ambalo wamelitumia kwa muda mrefu kwenye wewe chukulia kuwa Baraza la Usalama tangu kuzuka hii vita limekutana mara 2 au mara 3. Katika mara zote lililani Irani. Hatua za jirani zake, hatua za kufunga mfereji, hatua za nini, wote wamelani Irani. Lakini baraza hili halikupiga wala hakuna mswada uliopitishwa wowote wa kulani mashambulizi ambayo yamekiuka sheria za baraza yaliyoanzishwa na Iran, yaliyoanzishwa na Israel na Marekani. Hawakugusa. Hawakuwahi kugusa. Sasa jana wanaenda kutafuta uungwaji mkono wa nguvu, kutumia nguvu kufungua mfereji wa Hormuz
Ufaransa ambaye ni mshirika wa magharibi anapiga kura upande wa Urusi na China kuhakikisha kuwa haitotumika nguvu kwa ajili ya kufungua mfereji wa Hormuz. Hii unajua jibu lake ni jibu lake kuwa inaongeza nguvu na uwezo wa Irani kuendelea kupambana, kuhisi kuwa tuko sawa bila shida yoyote. Kwa hiyo kuna kile ambacho huwa ninakizungumza kuwa wewe unapanga, Mungu anapanga, lakini mipango ya Mwenyezi Mungu ndio mipango bora zaidi. Huenda mkachukia jambo likawa kheri kwenu, na huenda mkalipenda jambo likawa ni shari kwenu. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kubali kinachokuja, na ndio ambacho hicho kimetokea. Sasa tupo kwenye ulimwengu wa tofauti kabisa, kuwa hali inayozunguka sio ile hali ambayo tunakusudia. Leo hii hatuzungumzi kuhusu regime change, hatujui leo mpaka sasa wamechukua, yani hata Watalibani walivyokuwa wanamtoa Marekani kipindi cha 2021 walikuwa wanaonyesha progress. Jamani, hebu tuache unafiki. Watalibani wakati Marekani anaondoka na wanamtoa, walikuwa wanaonyesha wametoka sijui Kandahari, sijui wanatoka Mazar Sharif, wanakwenda wanaonekana kabisa, leo tumechukua mji huu, tumechukua mji huu, tumechukua mji huu, tumechukua mji huu, tukaenda tukabadilisha, akakimbia. Juzi tumeona kwenye kile ambacho kilianzisha Syria, tukaona kuwa watu wanatoka Hama wakaenda Homs, wakaenda sijui wapi, wakatoka Aleppo, wamesogea, wamekuja Damascus, Bashar al-Assad kakimbia, nchi imechukuliwa. Marekani na Israel wako wapi? Hebu washabiki zake tuambieni, wamefika wapi? Wamefika wapi kutimiza lengo? Wako wapi? Ili tuwasifie kama vile mnavyotaka tuwasifie, kwa sababu tunaambiwa hatuoni zuri. Sasa tufundisheni zuri la kwao na zile hatua zao na malengo yao walipofikia, ili na sisi tutembee kwenye hayo ambao mnatuambia. Jamani, niwashukuru sana, na inshallah tutakutana tena kwenye mazungumzo mengine hapo baadaye kuangalia update ambazo zinaendelea duniani. Rafiki yangu mkubwa sana, simtaji jina, juzi nimekaa naye ofisini kwake, tukatoka, akaniambia nataka niione studio yako. Anasema nataka niione mobile studio ambayo inatembea. Studio yangu ni hii hapa. Ikabidi nimfungulie mlango, akaingia, akasema mimi nimepata bahati kabisa kuiona studio kubwa kabisa ambayo inazunguka duniani. Watu wengi ambao hawajapata fursa ya kuiona. Shukrani sana my brother, tuko pamoja. Asanteni, asanteni.